المصلح ليس بكذاب. المصلح mpatanishi, المصلح mpatanishi, laysa bikadhabin, si muongo, hata akizungumza uongo si muongo, hapati dhambi. Hadithi ya 32 ni hadithi ya Kulthum binti Uqba bin Abi Mu'ayt radhiyallahu anha. Ndo mara ya kwanza tunampata katika hizi hadithi zetu, kwa kuna haja ya kumjua kidogo Kulthum binti Uqba bin Abi Mu'ayt ni nani. Anaitwa Kulthum binti Uqba, aini qaf ba ta marbuta, Uqba ibn Abi Mu'ayt, mtoto wa baba yake Mu'ayt. Mu'ayt, Abu Mu'ayt ni nani jina lake? Babake Mu'ayt ni nani? Babake Mu'ayt anaitwa Aban, alif ba alif aba nun, Aban. Anaitwa Aban ibn Dhakwan ibn Umayya ibn Abd Shamsi ibn Abd Manafi ibn Qusay al-Umawi. Huyu Kulthum binti Uqba alikuwa ni miongoni mwa waliofanya hijra kutoka Makka kuelekea Madina, min almuhajirat. Alikuwa ni miongoni mwa waliofanya hijra kutoka Makka kuelekea Madina. Wanasema baadhi ahli ilm alitembea kwa miguu kutoka Makka mpaka Madina, kwa miguu takriban ni kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, takriban kwa miguu. Ndio muelewe watu wametoka wapi, dini imetoka wapi. Alislimu Makka, aslamat bi Makka, alislimu Makka. Wabayat, na alifanya bai'a, alitoa kiapo cha utiifu. Walam yatahayya laha hijratun ila sanati 7, hakupata fursa ya kuhama, hakupata fursa ya kuhama kutoka Makka kuelekea Madina mpaka ulipofika mwaka wa 7, kwa maana ulipokaribia mwaka wa 7, sababu alitoka kipindi cha Sulhul Hudaybiyah ambao ilifanyika mwaka wa 6. Sulhul Hudaybiyah, si ndio? Nani nakumbukumbu Sulhul Hudaybiyah mwaka ngapi? Sulhul Hudaybiyah 6 7, mwaka wa 6. Ahsante, mwaka wa 6. Kwa hiyo alitoka baada ya Sulhul Hudaybiyah. Nyuma huku wakatoka kaka zake wawili kumtafuta, kaka zake wawili, mmoja akiitwa Al-Walid, mmoja akiitwa Amara. Wakatoka kaka zake wakaenda mpaka alipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakamwambia, ya Muhammad, yani alienda Madina, ya Muhammad, awfi lana bishartina, tutekelezee masharti yetu tuliyokubaliana kwenye mkataba wa Hudaybiyah. Tutekelezee yale masharti yetu tuliyokubaliana kwenye mkataba wa Hudaybiyah. Yani hiki unachokifanya Muhammad, kumpokea huyu Kulthum sio sawa, kimekiuka masharti yetu. Ila hali kwenye masharti, miongoni mwa yaliyoandikwa kwenye zile bunud, anna man ata Muhammadan min Quraish, katika masharti kwamba yeyote atakayemfuata Muhammadi kutoka kwa Makuraish, maana katoka Makka huyo, bighairi idhni waliyihi, pasina kupewa idhini na walii wake.
raddahu alayhi, Muhammad amrudishe. Hili ni sharti kwenye mkataba. Yule mama Kulthum akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kaka zake kuyasema hayo maneno, atarudduni ya rasulallahi ila al-kuffari, Mtume wa Allah, utaweza kweli mimi kunirudisha kwa makafiri? Yuftinunani an dini, wanifitinishe mimi na dini yangu. Yani itokee nije nimeiacha hii dini wakanifitinisha na hii dini yangu. Wala sabra li, ila hali mimi sina uwezo wa kusubiri, sina subra. Ina maana nyingi haya maneno, watanichapa hawa, watanipiga hawa, wataninyima chakula, labda watanifanya kadha, mpaka wanifitinishe na dini yangu, na mimi sitokuwa na uwezo wa kusubiri hayo yote watakonifanyia hawa. Wa halu nisai fi dha'fi ma qad alimta, ila hali unafahamu hali ya udhaifu waliokuwa nao wanawake. Kulthum anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya katika sura al-Mumtahina, ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna. Aya ngapi hiyo? Mumtahina aya ya 10. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, idha ja'akumul mu'minat, pindi watakapokujieni waumini wa kike, muhajiratin, waliofanya hijra, famtahinuhunna, basi watahinini kwanza kuhakiki juu ya imani zao, wapeni mtihani, waulizeni, wakagueni. Famtahinuhunna, watahinini. Kwa hiyo mtihani alikuwa akipewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akiwauliza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwauliza, akimuuliza kila mmoja katika wale wanawake, Allahi ma akhrajakunna illa hubbullahi wa rasulih wal islam. Allah, unaweza kuapa kwa Allah kwamba hakuna kilichowatoa majumbani mwenu mkafanya hijra mkaja huku isipokuwa ni mapenzi yenu kumpenda Allah na mtume wake na Uislamu? Wanajibu Allahi, tuapa kwa Allah juu ya hilo. Anauliza tena, ma kharajtunna li zawjin wala malin, hamkutoka makwenu kuja huku Madina kwa sababu labda kuna mtu wataka muje muoane huku, au kuna mali mmekuja kuichuma, ni Allah na mtume wake na Uislamu? Wanajibu basi. Ndio mtihani alikuwa akipewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, famtahinuhunna, watahinini Muhammad ya Allahu a'lamu biim, japo Allah anajua zaidi, lakini nyinyi fanyeni yale yenu ya kibinadamu, ya Allah mwacheni mwenyewe. Allahu a'lamu biimanihim fa in alimtumuhunna mu'minatin, mkiwajua kwamba hawa ni waumini, hawa kweli hawa wana Uislamu, fala tarji'uhunna ila al-kuffari, msikubali waislamu mkawarudisha hao kwa makafiri. La hunna hillun lahum, la hunna hillun lahum, hawakuwa hao wanawake ni halali kwa wanaume wale makafiri, hata kama ni waume zao walioana huko. Wala hum, na wala wale wa makafiri wa kiume hillun lahum, si halali kwa hao wanawake. Mtu anaweza akasema, sasa lakini mbona alikubali mkataba? Si alikubali kule mkataba, sasa mbona na khalifu mkataba? Mbona aya inamkataza mtume anatakiwa asifanye khiana? Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilayhim ala sawa inna Allah la yuhibbu alkhainin. Yasemaje ile aya nyingine? Fambidh ilayhim, ndio hii
imma takhafanna min qaumin khiyafan bidh ilayhim ala sawa. Ikitokea kwa wale mlioandikishiana mkataba Muhammad, kuna watu mmeingia makubaliano mkasaini mathalan kwamba hatutopigana, tutafanya kadha, hatutofanya kadha, sawa sawa, tumekubaliana hili, tumekubaliana. Alafu kuna alama na ishara vinakuja kwamba hawa watu hawa waongo, wamekuingiza mkenge, wana kusudio lao tuwapige tu hawa. Qur'ani inakataza asiwe wa kwanza Mtume Muhammad sasa, hata kama kuna viashiria tayari mshaanza kuviona. Ili msifike huko Muhammad, nenda kawatupie ule mkataba wao. Lazima uwajulishe, alo tulikubaliana hivi na hivi, lakini bwana kuanzia leo tumefuta ile kitu, salamu alaykum. Sasa atakianza mwenzake, lakini usifanye khiana ndani ya makubaliano. Tumeelewana vizuri hapo? Ahlul ilmu wakasema, wametofautiana wanawazuoni maelezo ya hili jambo. Je, lile katazo limekuja kufuta yale yaliyotangulia katika masharti ya sulhul Hudaybiyah? Limekuja hili katazo la kutowarudisha muhajirati, waumini wa kike waliofanya hijra, kwamba haifai kuwarejesha kwa makafiri. Hili katazo hili limekuja kufuta yale masharti ya sulhul Hudaybiyah yaliyotangulia baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na washirikina. Au ni kwamba katika makubaliano ya ile sulhu halikutajwa kwa uwazi suala la kurejeshwa wanawake kama itatokea wamekuja? Kwa sababu gani? Kwa sababu kwenye mkataba lazima viainishwe vipengele baada ya vipengele, kipengele kwa kipengele. Yaani kwenye mkataba wanasema lazima ushereheshe. Akitoka mtu Maka kuja Madina bila idhni ya wali wake arejeshwe. Hapa tunakusudia watoto wadogo, tunakusudia wanaume, tunakusudia wanawake, tunakusudia viwete. Ama ilipokuja masharti ya ule mkataba kwenye kipengele hiki kwa swigha ya kuzungumziwa kama vile wanazungumziwa wanaume, inafaa kuwachomoa wanawake kwamba hawakuhusika. Baba, lakini hukuainisha, hukusema pia kama ni wanawake pia wanaingia. Hili limesemwa na baadhi ya wanawazuoni wetu wa Kiislamu. Imekuja katika baadhi ya riwaya, wanasema ahlul ilm kwamba kumetajwa kwa uwazi kwenye vile vipengele vya mkataba kwamba yeyote atakayemjia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasina idhni ya wali wake, awe mwanamume awe mwanamke, Muhammad amrejeshe kwa wali wake. Likiswihi hili, basi tendo hili la Mtume kuwazuia hawa kutokuwarejesha limefuta yale makubaliano yaliyotangulia. Kwa hiyo inakuwa ni nasikh na mansukh. Ili tulikuwa nalo limefutwa sasa hivi. Allah anaweka upya wa sharia zake kwenye dini yake namna atakavyo. Ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anasalimiwa kwenye swala na Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ambaye alihama kutoka Maka kuelekea Habasha. Kwa hiyo wanatoka Habasha wanarudi, tayari Mtume yuko Madina. Kipindi wako Maka walikuwa na utaratibu wa kusalimiana wakiwa wanasali, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum salam wa rahmatullah, ndani ya swala. Kafika Madina akadhani kwamba jambo liko vile vile, akamsalimia bwana Mtume sallam, hakumuitika salamu ile waliozoea. Likamhuzunisha Ibn Mas'ud kwamba kafanyaje tena kwa Mtume Muhammad sallam. Baada ya kumaliza sala, Mtume akaagizia aitwe
akamwambia inna Allah yuhdithu fi amrihi ma yasha, Allah huweka upya wa sharia zake namna anavyotaka. Waqad amara alla takallamu fi salat, na kuanzia sasa ameamrisha msizungumze tena kwenye swala. Mwenyewe Allah anaweka. Kwa lilikuwepo na hili limekuja jingine, ndio yeye alisema idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahum wa atuhum ma anfaqu, warejeshewe tu mahari yao. Mzee gani huko Makka, mahari yako ilikuwa kiasi gani? Yalikuwa ngamia wawili. Pokea ngamia hao. Wewe mke wangu sasa vipi? Huyu ndo basi tena mke wa waumini huyo. Kwa walikuja hawa akiwemo huyo Kulthum binti Uqba bin Abi Mu'ayth. Kadhalika katika waliokuja pale ni kina Subai'a al-Aslamiyya, muhajira, amefanya hijra, akitaka kumkimbia mumewe kule Makka mbele kafir, anaitwa Saifi bin al-Rahib, au anaitwa Musafir al-Makhzumi. Kadhalika alikuja kwenye hijra ile mama wa kisahaba anaitwa Umaima bintu Bishri, akiwa kamkimbia mumewe kafir aitwaye Thabit ibn Shamrah, na imesemwa mume wake Umaima anaitwa Hassan ibn Dahdah. Walikuja hawa wanawake wa kisahaba. Subai'at al-Aslamiyya alipofanya hijra, mumewe alikuja Madina mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia inna tinata alkitabi alladhi bainana wa bainaka lam tajiffa ba'du, udongo wa mkataba tuliofunga baina yetu na wewe Muhammad, ule udongo haujakauka. Malaki nipewe mke wangu wewe Muhammad. Ndio ikashuka hii aya kadhalika. Mtume akakataa kumrejesha mwanamke yule wa kisahaba mu'mina, kumrejesha kwa mume wake kafir. Na hakuna yeyote aliyerejeshwa, na katika waliobaki ni binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruqayya nani, Zainab pia ni katika waliofanya hijra, binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka alipokuja mume wake alibaki kwenye ukafiri, mpaka alipokuja akaja akasilimu, ndipo Mtume akamrejesha Zainab kwa mumewe Al-As mume wake. Lakini alikuwa mamnuu, uruhusiwi. Alipokuja akasilimu au muslimu, basi mke wako. Kwa alikuwa jambo jepesi. Bahati mbaya leo makhawarij wanachukua wake za watu, wanasema kwamba huyu mume wako yule anakubaliana na sisi, akubaliana kafir, anaozesha mtu mwingine. Wameshafanya huko vita ya Ubungo Buko wapi, Kimara huko, Tegeta huko, watu wafanya hivyo kabisa. Baba mzee, binti yako yule vipi? Nimemwozesha kijana mmoja hivi. Ni katika sisi, yani ni mtu wa jihad, mtu wa kitali. Hapana, BAKWATA kafir. Kwa hiyo binti yako mlete hapa tumwozeshe, tunao vijana sisi. Leo msafiri si uko wapi huko, nakuja mke kapi wa mujahidina. Walifanya sana waliyadhu billah. Anasema an Kulthum binti Uqbah ibn Abi Mu'ayth radhiyallahu anha qalat, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema, laysa al-kadhabu, si muongo, alladhi yuslihu baina an-nas, ambaye anapatanisha baina ya watu, fayanni khaira, akawa anahamisha maneno ya kheri, fayanni khaira, akawa anahamisha maneno ya kheri,
unachukua maneno huku anapeleka kule ya khairi, bwana nimetoka kule. Au yakulu khaira, au akasema jambo la khairi, lengo ni kuwapatanisha watu, hata kama katika hali ya kuliendea hilo akadanganya. Huyo si muongo huyo wa kupata dhambi, ni uongo ulioruhusiwa kisharia katika zile aina za uongo tatu. Huu nao umo, sababu Uislamu umehimiza juu ya suala zuri la kusuluhisha baina ya watu, ima mtu na mtu au mtu na watu au watu na mtu au watu na watu. Uislamu umehimiza jambo hilo na umeliraghibisha hata kama litaweza kupatikana hilo jambo kwa kutumia uongo, utumike uongo, na hilo ni kwa sababu ya maslahi makubwa ambayo kwamba hupatikana kwa kupatana hawa waliochukiana, waliopasuana, waliohasimiana, na katika hilo huzimika ule moto wa uadui na ikaondoka ile hali ya bughdha na husuma na shahana. Na Uislamu umehimiza hilo jambo kama tulivyosema. Aya ziko nyingi ndani ya Qur'an. Aya 10 ya suratul Hujurat, innamal mu'minuna ikhwa, hakika si vinginevyo waumini wote ni ndugu. Fa aslihu baina akhawaykum, suluhisheni baina ya pande mbili za ndugu zenu. Suluhisheni, ingilieni kati. Ulama wanasema alipatikane kundi la tatu ambalo litakuja kutengeneza palipoharibika. Na katika suratul Anfali aya ya kwanza, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, muogopeni Allah enyi waumini na tengenezeni alaka na mafungamano yaliyoharibika baina yenu. Tengenezeni, kwa maana hawawezi kutengeneza hawa wawili waliozozana litoke kundi jingine, atoke mtu mwingine ameona fulani na fulani watavutana, wana magomvi baina yao, lao halikai sawa. Basi si kwamba jambo lile limeachiliwa kwa shauri zao bwana. Sisi nafasi yetu ni ipi kwenye uhasama wa hawa wawili? Uhasama wa hawa na hawa, nafasi yetu ni ipi? Kila mmoja achukue fursa. Si lazima kwamba kuna taasisi fulani ndio imewekwa kwa ajili ya kazi hilo, hapana, au kuna lajna imeundwa kwa ajili ya kazi hiyo, hapana. Wewe unaweza kulifanya hilo na yule pia anaweza kulifanya lile. Ndivyo ilivyokuja. Faslihu baina akhawaykum. Na sulhu ni khairi, haikatai khairi ila mtu dhalim, kama ilivyokuja aya 128 ya sura an-Nisa. Allah anasema wasulhu khairun, na upatanishi ni jambo bora kabisa. Na akasema tena Allah katika sura an-Nisa aya 114, la khaira fi kathirin min najwahum, hakuna khairi katika mingi ya minongono yao. Wanapokaa wakazungumza wakanongona, hakuna khairi kwingi kwao, illa man amara bisadaqa, ila wale ambao watakuwa wanaamrisha watu kutoa sadaka, au maarufin, au kufanya mema na mazuri, au islahin baina an-nas, au yule ambaye atatumia muda wake, wakati wake, mali yake, fedha zake, elimu yake, fursa yake kupatanisha baina ya watu waliotofautiana. Allah akasema waman yaf'al dhalika ibtigha'a mardati llahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima, na atakayefanya hayo kwa lengo la kutaka radhi za Allah, kwa hakika tutampa ujira mkubwa sana. Kwa hiyo kwenye upatanishi kuna ujira mkubwa sana. Kwa hiyo tujitahidi, tukiona fulani na fulani, na sisi tujuana fulani hazivi na fulani, basi kawa ni watu wakawa wanahadithia tu, wanasimuliana. Umechukua juhudi gani wewe kama wewe binafsi yako? Al-Imam Sa'di alikuwa na maneno mazuri, fa aslihu baina akhawaykum. هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإنه أخ للمؤمنين.
أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بحقوق الأخوة الإيمانية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبيع أحدكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم ببعض وبما به يحصل التألف والتوادد والتواصل بينهم. كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض. فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها. na miongoni mwa ambayo ameelekeza Allah na mtume wake, inapotokea al-iqtitalu, mapigano baina yao yanayopelekea litafarruq alqulubi, nyoyo kutofautiana, watabaghudhiha, na kuchukiana, watadaburiha, na kupeana migongo. Falyuslih almu'minuna baina ikhwanihim, walete sulhu, wafanye sulhu waumini kuifanya sulhu baina ya ndugu zao. Waliyas'au fima bihi yazulu shana'anuhum, na wajitahidi wafanye kile ambacho kwamba kitaondosha mifundo yao. ثم أمر بالتقوى عموما ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى الله الرحمة لعلكم ترحمون. kuna maelezo mazuri kwenye hizi aya. Ukirejea kwenye tafsiri Saadi, kuna maelezo matamu ameyataja hapa, kama haya maelezo ambayo anataja Sheikh Ibn Baz. Asema falmashru'u lilmu'minin fima bainahum alislah mahma amkan, jambo ambalo lipo kisharia kwa waislamu wao kwa wao wajitahidi kutengeneza yale ambayo yapo ndani ya uwezo. Wa adamu ilja'i alkhasmain ila almukhasama lada almahakim, na kutokutoa fursa mahasimu wawili wakapandishana kotini, wakapandishana mahakamani. Msitoe fursa hiyo watu wakafika huko, bali yuslihuna bainahum, bali walitengeneze jambo baina yao. Fahadha yatanazalu an shay, huyu mmoja akubali kujishusha juu ya kitu chake fulani, au yuajilu au yasmahu bi shay'in min haqqihi, au asamehe kitu katika haki yake, na mfano wa vitu kama hivyo, ili sulhu ipite. Kana kwamba anakusudia kusema Sheikh rahimahullah kwamba haiwezi kupita sulhu ila akubali mmoja au wote, kila mmoja au mmoja wao kujishusha na haki yake. Huyu akisema anganganie, huyu asema anganganie lake, haliwi jambo, haliwi. Kwa katika yanayopatikanisha sulhu islahi, kuna mwingine amekubali aliwe upande wake, lipite, mambo yakae sawa. Tumeelewana vizuri Haya yapo, na ukifanya hivyo lillahi, Allah anakuepushia mitihani mikubwa ambayo lau ungekataa ingekuwa iko mbele yako. Tumeelewana vizuri? Ndio baadhi wakati ukisikia siku kuna tarajui ya fulani, sio kama mtu anakubali kirahisi kukaa na kutaraja, nimetaraja. Kuna mahali anaona kwamba hapa nimedhulumiwa, hapa kabisa sikutendewa haki, lakini kingangania na yule kangangania, alafu yawaje, sawa, nimeshindwa mimi, jamani, nimetaraja, atubu ila Allah, astaghfirullah wa atubu ilayhi, kadha wa kadha wa kadha, basi mambo yaende. Kwani baada ya hapo ni nini? Baada ya hapo ni nini? Thumma madha? Limepita, limesahuliwa, watu wanafanya mambo mengine. Kwa hiyo islahi au sulhu tunatakiwa sisi tuwasimamie fulani na fulani, hasa ikiwa ni ndugu, hasa ikiwa yani mtu na mtu wake wa karibu sana, mwalimu na mwanafunzi wake, mfanyabiashara na mwajiri wake, ajira alimpa ajira fulani, na kila yule ambaye kwamba wewe kwake unavutika sana, unahitaji sana upande wake. Kila unavyokuwa na ukaribu wa aina hiyo, ndivyo kila ambavyo sisi tunatakiwa tuliingilie kati jambo lako. Haina maana wengine kwamba hapana, la, lakini mambo ni darajati, tofautiana madaraja, na mambo hutofautiana kwa viwango vyake. Kwa hiyo ukiona fulani na fulani hawaendani kwenye familia yako, kwenye ukoo wako,
hazi hivi, huyu na huyu hazi hivi, kwa jambo la kipuuzi au lisiwe la kipuuzi, liingilie kati. Danganya, ruksa, umeruhusiwa kudanganya. Uongo wa halali huu. Nimekuja bwana, nikutoka kwa yule mwenzako, yule nani, yule rafiki yako ambaye kidogo baina yenu kuna jambo. Yule bwana ameniita, amekutaja kwa uzuri, anasema hii hali hairidhii, hairidhii kabisa hii hali, anatamani murudi kwenye mshikamano wenu mliokuwa nao tangu zamani. Mmetoka mbali, anasema nimetoka mbali, na anakiri kwamba wewe kwako kuna mkono wa fadhila ulimnyoshea, shetani tukamchezea. Kwa hiyo kanituma mimi nije hapa nikuombe kwamba mkae muamalize. Yeye yuko tayari. Ndugu yangu, mpaka lini mambo haya bwana? Takillah bwana, ndugu yako amekubali, kumbe wala hujaenda wala hamjazungumza. Huyu bwana ukimwambia maneno kama haya, hata kama ana chuki kiasi gani kibinadamu, kwa kuwa amemzungumza hivyo kwamba umemuonesha kwamba udhaifu uko kule na yeye hana makosa, anakubali, analainika. Sawa, kama kakubali, kama kakiri, kagundua kosa lake, mimi sina ubaya na yeye, mimi niko tayari siku yote. Kisha anaondoka hapa, anakwenda kwa yule Abu Imran, wewe nitoka kwa yule ndugu yako, ameniita mimi, ameniambia bwana, mimi mzee, yule mzee wangu nimemkosea sana na naona haya atakumkabili. Kwa hiyo nakuomba kwa niombee, mimi niko tayari ikae naye nimuombe msamaha, mambo yaishe. Wewe ukasema sawa, kama kukubali mwenyewe, mimi sina kipingamizi katika hilo. Basi sawa, inafika siku tuwakusanya wote kwa pamoja. Abu Imran, nakumbuka maneno aliyokuambia kusema na ndugu yako. Nakumbuka maneno. Nakumbuka maneno aliyokuambia kutoka kwa Abu Imran. Nakumbuka alivyokuambia. Kwa ile siku ndio ya leo. Hapa hakuna tena kuzungumza mambo mengine. Hapa ni kuombana radhi, kuombana msamaha, yaishe. Hakuna haja ya kuyarejea. Tukamsimamisha shetani hapa. Kumbatia nini? Kumbatiana, salimiana pale, pigana mabusu, kaandaa kahawa, jamani kunyweni kahawa na kashata, asalamu alaykum, wasalamu. Watu hao uongo wa halali umewapatanisha. Baadhi ya wakati pesa yako itoe uwapatanishe. Unaweza ukatoa pesa ukawapatanisha, ukatumia gharama zako, ukafanya jambo wapatane, hawaelewani. Wallahi ujira wake ni mkubwa sana. Allah kwenye Qur'an amesema, waman yaf'al dhalika ibtigha'a mardati llahi fasawfa nu'tihi ajran 'adhiman, tutampa kwa haki. Hii fasawfa ina maana yake kilugha, fasawfa nu'tihi ajran, tutampa kwa uhakika huyo mtu ujira wake mkubwa sana. Hakutaja Allah, hakutaja upi, ila akasema ujira mkubwa sana. Kwa kila mmoja aliyesikia haya, mimi na imani kila mtu hapa kuna jamaa zake, kuna ndugu zake kwenye familia yake, fulani na fulani hawaendani. Kila mmoja kwa hivyo, sababu tuko kwenye jamii ambazo zinafanana. Chukua fursa yako, fanya hili jambo kwa ajili ya Allah, utaona matunda yake na Allah atakulipa. Si muongo mpatanishi, hata akitumia uongo si muongo, bali atapata thawabu. Wabillahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin.